Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 9 leo ya mwezi wa 5 mwaka huu 2025, na kipindi hewani ndio tupe leo riziki yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbwana Liba. Jana nilianza kukupa kanuni ya 10 au msingi wa 10 wa kufanikiwa kiuchumi, ambao tunasema ni udhibiti wa mapato na matumizi yako, na uijue na uishi mifumo ya udhibiti wa mapato na matumizi yako. Kukupa angalizo ya kwamba fedha ina nguvu kuliko roho yako, lakini pia roho ni mdanganyifu, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Na tukasema Mithali 4:23, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, ni wa msingi sana. Mithali 1 pia tulisoma ya kwamba ni muhimu kudhibiti mapato yako na matumizi yako, kwa sababu ile Mithali 1:32 inasema kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Kwa hiyo usije ukapata mafanikio yatakao kuangamiza, sharti ujue namna ya kumanage, ya kuzoea, ya kuwa na control na udhibiti wa mapato na matumizi yako. Jana nilikusomea mistari mingi kutoka Wafalme wa Pili sura ya 12 ule mstari wa 4 hadi wa 16, habari za mfalme Yoashi na kuhani wake mkuu Yehoyada pamoja na wakuhani wengine, na jinsi ambavyo mfalme aliwaachia fedha yote ya makusanyo na kwamba waitumie kwa ajili ya kujenga mabomoko ya nyumba ya Bwana. Nikwambia kuna vitu vingi tutajifunza pale vya msingi sana vya kukusaidia kwenye mapato na matumizi, kwenye kujua kanuni za mapato na matumizi. Kabla sijaendelea mbele sana, nataka nikupe mambo kama 4 au maangalizo 4 ambayo uyaone kwenye ile habari ambayo tumeisoma jana. Kama ukuisoma unaweza ukarudi kusoma kwanza kabla hujaendelea na kipindi hiki, lakini nataka uone mambo kama 4 ya msingi. Jambo la kwanza ambalo nataka uone ni kwamba mfalme na kuhani mkuu zilikuwa ofisi mbili tofauti. Sasa kulikuwa na ofisi ya mfalme Yoashi na kuna ofisi ya Yehoyada ambaye alikuwa ni kuhani mkuu, ni ofisi mbili tofauti. Lakini kuhani mkuu aliruhusiwa na mfalme kukusanya fedha, na hiyo fedha isiende kwa mfalme. Maana mfalme alikubali ya kwamba muhimili wake uachie kiutawala muhimili wa kiroho ambao ni wa kikuhani ukusanye fedha yake, na ile fedha kwa sababu wao ni wa kiroho wao waitumie jinsi wanavyoona. Kwa hiyo mifumo miwili ya kiutawala, mfumo wa kimwili ambao ni wa kifalme unaona na wa kiroho, ilikuwa inafanya kazi kwenye ile sura ya 12 ya Wafalme wa Pili unayoiona. Na mfumo wa kimwili au wa mfalme ukatoa hekima ya namna ya kukusanya ile fedha na kuachia mfumo wa kiroho ukusanye. Nataka uone inapokuja swala la kukusanya na kutumia pesa ili kuleta maendeleo, mfumo wa kimwili ndio ulitoa maelekezo. Unaona, mfalme na watu wake walitoa maelekezo na mwongozo. Kwenye mfumo wa kiroho ambao ni wa kikuhani, jambo ambalo ni tofauti kidogo. Lakini jambo kubwa nataka uone ni kwamba mfumo wa kiroho ulishindwa kuyaishi yale maongozo ambao walikuwa wamepewa. Jambo la tatu nataka ujifunze hapa ni kwamba tulikwambia, kama ambavyo nilikwambia, mambo ya kiroho, mambo ya fedha hayahitaji kuyaendea kikawaida au kwa staili nyingine ya kawaida ya kiroho. Hapana, unahitaji kujua kwamba fedha inahitaji elimu yake na jinsi ya kuishi nayo. Kwa nini? Hawa walikuwa ni makuhani na watu wa kiroho, lakini angalia, kwa miaka 23 walishindwa kujenga, japokuwa walikuwa wanakusanya. Kwa hiyo walikusanya fedha wakashindwa kujenga. Maana yake walishindwa kumanage, walishindwa kuwa na matumizi mazuri ya fedha, na kwa hiyo wakashindwa kufanya jambo la msingi sana ambalo ilikuwa ni kukarabati ofisi yao. Fikiri ofisi, mahali palipobomoka palikuwa ni ofisi yao katika nyumba yao, na walishindwa kwa miaka 23, na wanakusanya mapato yote waliokuwa wanakusanya. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua ya kwamba kuokoka peke yake, kuwa mwana wa Mungu peke yake haitoshi kukupa hekima ya udhibiti wa fedha, mapato na matumizi yako. Ndio maana hii kanuni nasema jifunze na uziishi. Sharti ujifunze kanuni sahihi za mapato, za udhibiti wa mapato na matumizi, na upate kuziishi. Hilo ni jambo la msingi sana. Fedha ni roho, inakuja na maamuzi yake, na ni muhimu sana ujue hilo. Angalia, makuhani walipopata ushauri wa mfalme wakafanikiwa. Mfalme tunaweza kusema hakuwa mtu wa kiroho, alikuwa ni mtawala mwingine, ni muhimili mwingine wa kiutawala, lakini ndiye aliyowapa muongozo wa fedha watu wa kiroho, makuhani, na walivyomsikiliza wakafanikiwa. Ndiye aliyewaambia wachukue boksi na wasikusanye mapato, na wakakubali. Kwa hiyo nataka uone ya kwamba unahitaji kujifunza kanuni sahihi za udhibiti wa fedha na uziishi hizo kanuni za udhibiti wa fedha ili ziweze kukupa
mafanikio ya kiuchumi, ziweze kukupa mafanikio ya kiuchumi. Hapa kutokana na hii habari nataka nikupe vidhibiti 8 au kanuni 8 za udhibiti wa mapato na matumizi yako ili ziweze kusaidia kutokana na habari ambayo tumesoma. Ukisoma hii habari utaona kanuni ya kwanza ambayo ni ya msingi, sharti kuwe na mgawanyo wa majukumu. Unataka kufanikiwa, hasa wale ambao wanafanya kazi kutoka kwenye mlengo wa kampuni. Unataka kuwa na kampuni binafsi unafanya kazi kutoka kwenye kampuni ni mpendwa, lazima ujue ya kwamba lazima kuwe kuna mgawanyo wa majukumu. Mungu amekusudia tufanikiwe kupitia familia, kama ambavyo nilisema mwanzoni. Familia ni kampuni ndogo, na ndio maana mfumo wa kidunia umechukua utaratibu wa Mungu wa kifamilia kutengeneza makampuni. Ukienda usajili wa makampuni kule BRELA, ambao ni wenye mamlaka wetu wa usajili wa makampuni, watakwambia lazima muwe wamiliki wawili na kuendelea. Ndivyo ndoa ilivyo, ni watu wawili, kwa lazima muwe wamiliki wawili. Ndoa ni kampuni ndogo na chanzo cha uzalishaji, kama tulivyofunza kwenye ule mfumo msingi wa familia imara kama msingi wa kusaidia kufanikiwa kiuchumi. Sasa hiyo una kampuni au uwe kwenye familia, lazima muwe na mgawanyo wa majukumu utakaowasaidia kuwa na udhibiti mzuri wa mapato na matumizi yenu. Ukisoma hii habari ambayo tumeisoma taratibu, ipitie tena Wafalme wa Pili sura ya 12 mstari wa 7 hadi mstari wa 8, mstari wa 10, mstari wa 12, na utagundua ya kwamba mfalme alikuwa ni ofisi peke yake. Kama nilivyokuambia, kwa na ofisi ya kiutawala ya mfalme na una ofisi ya kikuhani, na mfalme alikuwa anawapa maelekezo makuhani na makuhani walikuwa wanasikia. Angalia hata kwenda kuhesabu hela, Biblia inatuambia kwenye ile Wafalme wa Pili 12 ya kwamba baada ya kuwa wamefuata muongozo wa mfalme, wametengeneza kasha, wanaweka hela. Angalia walivyoenda kuihesabu, alitoka karani wa kuhani wa mfalme na kuhani mkuu, watu wawili, karani wa mfalme na kuhani mkuu, ofisi mbili tofauti, mgawanyo wa majukumu. Walikwenda kuhesabu fedha pamoja na wote wakalipa, wakawapimia hiyo fedha wale ambao walikuwa wanafanya kazi ya Bwana. Kwa lazima kuwe na mgawanyo wa majukumu. Muamue kwenye familia yenu mgawanyo wa majukumu ambao ni sahihi. Kanuni ya pili ya udhibiti wa mapato na matumizi yako ni lazima kuwepo na vidhibiti vya ufikiaji. Vidhibiti vya kufikia. Vidhibiti vya kufikia. Access controls, kama tungetumia lugha ya Kiingereza. Access controls. Ile ya kwanza kama tungetumia neno la Kiingereza ni segregation of duties. Sasa lazima kuwe na access controls. Unaona, kwa miaka 23 hao ndugu wanakusanya fedha, lakini hawajaweza kujenga mabomoko ya nyumba ya Bwana. Kwa nini? Walikuwa hawajajiwekea vidhibiti vya ufikiaji. Kila mtu anachukua fedha kwa mtu anayemjua, pengine haifiki, au hata ikifika anayo yeye, kwa hiyo anaitumia jinsi anavyojisikia, na labda watu wa kiroho wanaogopa kukosoana. Lakini mfalme akamwambia, mkienda hivyo hamwezi kufika. Akawapa hekima. Wafalme ile wa Pili sura ya 12 mstari wa 9, Wafalme wa Pili 12:9, unaweza kusoma na Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 24 mstari wa 8. Akamwambia, chukueni kasha, toboeni tundu, watu wao wanakuja kuweka. Tena sio wanatoa huko nyumbani, waje kuweka kwenye nyumba ya Bwana. Na hapo makuhani walinzi walikuwepo, watu wanapoweka fedha yao. Kwa hiyo utagundua ya kwamba sasa wanawekewa vidhibiti vya ufikiaji. Ukitaka kuichukua ile fedha kama imejaa, karani wa kuhani mkuu pamoja na karani wa mfalme pamoja na kuhani mkuu ndio wanakwenda kuitoa tena kwa hesabu. Maana yake lazima wafungue wote wawili. Ni kama mfumo wa sasa tunaotumia wa kuwa na safes ambazo zina control watu wawili au watatu wafungue. Unajidhibiti kufikia. Hiyo ni muhimu sana kama sehemu ya vidhibiti vya kutumia hela yako sawa sawa. Wanatoa mfano wa shemeji yangu mmoja ambaye yeye hataki kuwa na mobile services kwenye simu yake. Ana account yake na benki fulani, lakini hana mobile service. Hataki kwenda kujiunga ile mobile service. Anasema kwa nini? Kwa sababu akijiunga anatumia fedha yake vibaya. Atamtumia kila mtu hela, itakuwa ni rahisi kumpa mtu hela. Lakini akiona anahitaji hela mpaka aende ndani, hata ATM hataki kutumia, ana kadi ya ATM, anataka aende ndani. Anasema nikikuta foleni kubwa ninaahirisha wakati mwingine, hela yangu inakuwa imepona. Na kumbe kuna matatizo mengine sio ya msingi yanajifia yenyewe. Access control, udhibiti wa ufikiaji. Kwa hiyo hakikisha unajijua jinsi ulivyo kwenye fedha, jijengee udhibiti wa ufikiaji wa fedha yako. Iwe ni vigumu kupata fedha yako. Wanasema hivi, fedha inahitaji ukiritimba. Fedha yote ili ikuzalie kibiblia, it needs bureaucracy. Lazima kuwe na bureaucracy. Jitengenezee mfumo wako wa kiritimba. A bureaucratic system ya kufikia fedha yako ili fedha yako ikuzidishie.
Ukianza hivyo watu watakuita bahili, watu watakuita mchoyo, lakini nakwambia ndio mfumo ambao utakusaidia kuongezeka kimapato. Mungu akubariki hata tutakapoonana kesho tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.